Unamsikiliza Sospeter Japhet Ndabaha kwenye dakika 3 za uongozi. Kwenye nafasi yoyote ya uongozi, ni ama uwe kiongozi mwenye chuki ama uwe kiongozi mwenye upendo. Ndakupata fasiri ya tofauti ya huruka au karakta hizi mbili. Kiongozi asiyejiamini kwenye nafasi yake kama mtu mwenye uwezo, mtu mwenye maono, mtu mwenye imani kufanya vitu vitokee, atatengeneza chuki kwa watu walio chini yake kwamba watamtoa kwenye nafasi alionayo. Na sio uongo, kwa sababu uongozi unahitaji uwezo, unahitaji kuwa na jicho alionalo, unahitaji kuwa na uwezo kuyafanya mambo yatokee. Hivyo usipokuwa na uwezo kwenye nafasi ya juu, utajikuta unatengeneza chuki. Lakini siri ya kushinda chuki kwenye uongozi ni kujenga uwezo. Ukiwa mtu mwenye uwezo kwenye eneo fulani la uongozi, utatengeneza upendo wa kweli kwa watu wako. Na hivyo hata ukiwapenda watu, hata kama kuna mtu ametokea nyuma yako mwenye uwezo kuliko wewe, mwenye kipawa kuliko wewe, ukimpenda, umeweza kumuongoza. Namna nyepesi sana ya kumuongoza watu, kuongoza mifumo, kuziongoza taasisi ni kupitia sanaa inayoitwa upendo. Upendo haujawahi kushindwa kwenye jambo lolote. Unaweza kukuta kuna mtu amekuchukia, malipo sio chuki, malipo ni kudisplay upendo halisi kwa huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu namna rahisi ya kumuongoza mtu ni kumpenda kwa nia ya kweli. Na kuna tafasiri za upendo halisi kwa mtu kiongozi anapoongoza watu wake, taasisi au familia yake. Na moja ya sifa za upendo wa kuongoza ni kuwapa watu nafasi. Na moja ya sifa ya chuki ni kumnyima mtu nafasi. Moja ya sifa nyingine ya upendo ni kuwa na uwezo wa kumvumilia mtu hata katika makosa yake. Na moja ya chuki ni kwamba katika kosa moja ambalo mtu amelifanya, basi haumuamini tena, na hivyo utakuwa na uwezo wa kumnoa ili awe bora, utaendelea kumdidimiza. Moja ya sifa nyingine ya upendo ni kulipa gharama kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya watu wengine ili wawe bora. Lakini chuki ni kuwafanya watu wengine walipe gharama, watu wengi walipe gharama kwa ajili yako wewe kiongozi mtu mmoja. Ukishaona wengi walipa gharama nyingi kwa ajili yako wewe mmoja, bado hujao kiongozi. Lazima ujifunze kulipa gharama kubwa kwa ajili ya watu wengine ili wengi zaidi waendelee kuongezeka kukufuata. Asante sana.